Yesu ni Mungu. Kwa hekima, mambo ya hekima ya binadamu inatawaliwa na mwili. Yesu ni Mungu. Na hekima itokayo kwa Mungu inatawaliwa na roho yake. Yesu ni Mungu. Andiko inasonga kienda, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Yesu ni Mungu. Aliwaambia mitume, mtapokea nguvu. Yesu ni Mungu. Roho Mtakatifu akisajulia juu yenu. Alikuwa anajua msingi, the foundation ya kukuwa wana wa Mungu. Yesu ni Mungu. Mstari wa 6. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Yesu wetu ni Mungu. Tunapata siri. Andiko linatuambia nao siri ya Mungu ambayo ilifichwa kwa hekima yake. Ndio wakati alikuwa anaulizwa kuhusu ufalme wa dunia, hiyo sio ile hekima ambayo ilifichwa kwa siri yake. Yeye ni Mungu, aliona mwisho kutokea mwanzo. Alijua ulimwengu itaisha, lakini neno lake itakuwa milele. Yesu ni Mungu. Na hiyo ndio siri ilifichwa. Na alijua binadamu ambaye aliumba na alipenda kwa mfano wake. Alimpenda kutokea mwanzo. Yesu ni Mungu. Ndio hata kama binadamu alianguka, lakini kwa upendo wake alikuwa na mpango kukuja kuokoa binadamu. Yesu ni Mungu. Ili turudi kwa nafsi yake. Ile upendo alikuwa nao akituumba. Yesu ni Mungu. Ndio maana alivaa mwili. Alitoka juu akashuka kwa ajili ya upendo. Yesu ni Mungu. Ili atupatanishe na nafsi yake iliyo hai, tukue kiumbe kipya, ili tuanze kuishi na yeye utawala wake. Yesu wetu ni Mungu. Andiko inaenda kisonga mstari wa 8, ambayo wenye kutawala dunia hii hawaijui hata moja, maana kama wangalijua wasingamrudisha Bwana wa utukufu. Yesu wetu ni Mungu. Wakati Nikodemo alienda kwa Yesu, Nikodemo alimkuwa mkuu wa dini ya Farisayo. Na tunajua dini hao ni wenye watawala hii dunia. Yesu ni Mungu. Kwa sababu hakuna ufalme wa mbinguni dini itakupeleka. Yesu alichagua kanisa lake ambaye yeye mwenyewe analijenga, ndiye itaenda kwa makao yake. Yesu ni Mungu. Na tunaambiwa kwa sababu hii siri utawala wa dunia hawezi jua, kwa sababu nafsi yao ni ya kimwili, na nafsi ya kimwili hawezi jua siri ya ufalme wa mbinguni ambayo ni ufalme wa kiroho. Yesu ni Mungu. Na tunaambiwa kama wangelijua, wangejua Yesu ndiye Mungu, hata wangepata suluhisho. Yesu ni Mungu. Hata wangemsulubisha, wangefurahia. Mungu umekuja kati yetu, tumepona. Yesu ni Mungu. Lakini hawakufunuliwa, kwa sababu Mungu alikuwa na mpango ili afunulie binadamu ni yeye ndiye Mungu. Lakini kwa asili ya binadamu ambaye ilikuwa kwa damu na nyama, ile Adamu wa kwanza ambaye ilitelekeza ikatoka kwa njia zake, ambaye ilikuwa na asili haya na ikakufa. Yesu ni Mungu. Angekuja kwanza achukue mizigo, atuoshe, amushe ile roho yetu ambayo ilikufa. Yesu ni Mungu. Na ndio maana tunaona wakati Yesu alikuwa anashikwa, mitume walitawanyika. Yesu ni Mungu. Tunaona hata mitume Petro walimkana. Yesu ni Mungu. Kwa sababu bado walikuwa kwa nafsi ya mwili. Hata ingawa walikuwa wanatembea na Mungu, lakini hawakuwa na nguvu. Yesu ni Mungu. Kwa sababu hawakuwa wamekuwa na nguvu ambayo ingeweka kushuhudia na kuwa jasiri. Yesu ni Mungu. Ili wakuwe na Yesu. Lakini hata ngao walikuwa walifundishwa
lakini wakati watawala wa dunia walikuja, walitawanyika. Yesu ni Mungu. Kwa sababu asili ya kimwili hawezi stamili bila nguvu ya kiroho. Yesu ni Mungu. Ndio maana anambia mitume mtapata nguvu. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Andiko inasonga mstari wa 9. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wapendao. Yesu ni Mungu. Haingeingia. Ilikuwa ni mambo yake amewaandalia wale watu wake ambaye alikuwa anakuja. Yesu ni Mungu. Kurudisha kwa nafsi yake. Ndio maana alikuja kabisa kwa mwili, ili atuamshe roho yetu ikiwa hai tena. Kwa sababu tukiwa asili ya kimwili hatungesikia. Kwa asili ya kimwili hatuwezi tukaona. Yesu ni Mungu. Asili ya kimwili hatuwezi tukajua siri ya ufalme. Yesu wetu ni Mungu. Na ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Umefika mstari wa 9. Korintho wa kwanza chapter 2. Tulianzia verse 1, sasa tuko verse 9. First Corinthians. Tuko hapo wote. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Songa mstari wa 10 sasa. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Alituambia mtapata nguvu. Roho Mtakatifu atakuja juu yenu. Kwa yale swali mlikuwa mnauliza kama ulitorudisha ufalme wa Israeli, mkishapata nguvu, sasa mtaanza kujua siri ya Mungu. Ndio atakaa ndani yetu. Amen. Sasa mtakuwa naye makao. Kama vile ya kwanza, Adamu alikuwa na makao na Mungu. Akiona mbuzi, anapeana jina, inakuwa sawa. Yesu ni Mungu. Juu roho ya Mungu iko ndani ya Adam. Yesu ni Mungu. Akiona huyu ni kuku, anataja kuku. Roho ya Mungu iko ndani yake. Yesu ni Mungu. Lakini wakati binadamu alikosa kutii neno, akawachana ukweli ya kiroho, akarudi kimwili, hata mawazo yake yalikufa. Yesu ni Mungu. Tukaanza kuona matunda ya mwili. Kain anaua Abel. Yesu ni Mungu. Badala ya upendo, furaha, mambo ya haki, tunaona damu inamwagika. Yesu ni Mungu. Tunaanza kuona sasa binadamu anaweza kuwaza uovu. Yesu ni Mungu. Kwa sababu binadamu alirudi kwa nafsi ya mwili. Yesu ni Mungu. Na Mungu ni roho. Katika Yohana 4 mstari wa 24, Mungu ni roho. Yohana 4 mstari wa 24. Mungu ni roho, nao wamwabudue yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yesu ni Mungu. Inamaanisha pasipo roho hauwezi budu Mungu katika ukweli. Yesu ni Mungu. Ndio tunaona wakati roho wa Adamu wa kwanza ilikufa, yale ambayo yalikuwa yanatokezea sio ukweli, ni kinyume. Yesu ni Mungu. Tunaona kifo, hakuna upendo. Yesu ni Mungu. Watu wameanza kutembea kwa giza. Watu wameanza kuwaza kimwili. Kwa sababu mwili hawezi kujua siri ya kiroho. Yesu ni Mungu. Na tumejua Mungu ni roho. Ndio maana wale walikuwa wanamuuliza maswali.
ni wakati huu tuagiza ufalme wa Israeli. Yeye ni roho. Na anawaambia mtapokea nguvu. Hao yote unauliza, mkishapewa nguvu, mkisharudishwa kwa ile asili ya kwanza, ile ilikuwa na wasiliana kati ya binadamu na Mungu, utajua siri. Yesu ni Mungu. Turudi kwa pale Korintho 1. Chapter 2. Tumesoma hapo verse 10. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Yesu ni Mungu. Hao swali yote ambayo mitume walikuwa wanauliza, baada ya kujazwa roho walikuwa wamefunuliwa. Hawako tena kuuliza swali. Naye walikuwa wanaweka kwa matendo. Yesu ni Mungu. Kwa sababu walikuwa wanafunuliwa. Wamekuwa kiumbe kipya. Sasa wasiliana na Mungu tena. Yesu ni Mungu. Mstari wa 11 nasema, maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamie ila roho wa Mungu. Yesu ni Mungu. Tumwambia Mungu, mstari wa 10, Mungu amefunulia sisi kwa roho. Na siri yake roho ndio anajua. Yesu ni Mungu. Sasa hayo yote tulikuwa tunamuuliza, na ndio maana nawaambia sio kazi yenu kujua majira. Yesu ni Mungu. Kwa sababu mwili inataka kuchambua siri ya kiroho. Na alikuwa anambia hapo kuna bado nini? Kuna ukuta. Yesu ni Mungu. Lazima ukuta bomolewe, rudi kwa ile asili ya kiroho. Mungu. Yesu ni Mungu. Hainuliwe. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna awafahamuye ila roho wa Mungu. Lakini sisi, mstari wa 12, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Yesu ni Mungu. Hainuliwe. Wanasema mtapokea nguvu. Ile nguvu ilikuwa ni ahadi. Walikuwa narudisha binadamu kwenye nafsi yake. Tumesoma Mungu ni roho. Nao yote walikuwa nauliza, alikuwa anajua mkishapokea nguvu, mkishajazwa na Roho Mtakatifu, mtajua. Yesu ni Mungu. Na wakati ile hawangestamili, kwa sababu ni mambo makubwa na mazito na imefichika ambaye mwili haangeelewa. Yesu ni Mungu. Mwili haangeelewa. Ndio maana Nikodemo naye alikuwa anawaza, vile nimekuwa mzee, nitarudi aje? Formula gani? Yesu ni Mungu. Ni mambo mazito, mambo mazito ambaye mwili inaweza sumbua mwili kabisa. Uwezi jua siri. Nitarudi aje kwa tumbe mambo yangu tena nianze? Juu hivyo nilikuwa desturi ya mwili. Yesu ni Mungu. Naye roho ilikuwa desturi ya taratibu yake ambaye alikuwa amefichwa. Yesu ni Mungu. Kwa wale ambao Mungu mwenyewe alikuwa mwachagua. Yesu ni Mungu. Ndio maana yana sahi kila mtu kuuliza yeye ni Mkristo. Yesu ni Mungu. Acha kunywa. Katika Matendo 19, Paulo ambaye hakukuwa wakati mitume walikuwa wanatembea na Yesu, naye yeye ndiye alikuwa anaudhi kanisa. Yesu ni Mungu. Baada ya kupokea Yesu, alianza kuhubiri injili ya Yesu.